Hello washikadau, ni Meja hapa na niko hapa na cousin ya Brayo na Fei. Cousin ya Brayo nilipigia simu akaniambia Brayo amekuwa worse. Amebadilika sana, ameturn kabisa, anatoka mate nini na nini, kuna mambo mingi alielezea na nikamwambia kuja tukutane huku. Na pia nikaambia Fei cousin ya Brayo anasema tuweze kukutana. Ndio maana yake tuko hapa sasa. Anaweza tuambia ni nini imekuta Brayo juu alituambia tukuje atuambie ni aje kugotea watu tuendelee. Poa. So venye umeelezea ni hivyo. Brayo amepatwa na matatizo hapo hivyo. Alienda kwa daktari na ule sijui ni bibi yake ama ni girlfriend wake. Sasa hapo sielewi. Lakini alienda kwa dokta, wakamfanyia mambo. Na si tuliacha cousin ya Brayo, asi cousin ya Brayo, sister ya Brayo, akisema anakuja kwa shosh na kwa baba yako akuje wamsaidie. Juu alisema hao wanaweza msaidia, ni wataalamu. Hapo hivyo ilishindikana. Hapo ilishindikana cause walijaribu kumhudumia lakini pia wana ikawageuka. Iliwageuka aje? Yani Brayo kwenye aliletwa kwa shosh atengenezwa lakini ikashindikana. Shosh naye ikabidi imemgeuzia. Yeye pia akaumia side moja ikakufa. Kakata kufunction. Na ako wapi? So shosh ako hospitali. Lakini Brian ako kwa nyumba pale. Baada anaumia na mwaga mate. Mkono imekata kufunction, kauka kama mawe. Hai function na kwa nyumba. Kwa nyumba. Na wewe bro ulimsaidia na alitufukuza kwako kama kunipigia simu. Niliona aka nazidi kuumia. Ikabidi Femi nichukua hatua. Unajua familia ni familia tu. Hata mkikosana bado mtarudi tu pamoja. So ilibidi tu nimsaidie. Cause sis alijaribu kumsaidia na akaona venye anaendelea, ikabidi amuogopa. Aliogopa? Na tulimkataza akafanya kiburi, akasema baba yako na shosho yenu watasaidia Brayo. Venye alikuwa amesema ni hivyo lakini daktari ni hatari. Ni hatari? Huyu mwenye alimwendea. Umeona hata hajakuja huku, ameogopa kukuja huku. Huyu ni hatari. Hadi mimi nimemuogopa. So guys, mmesikia vile kulienda na vile kuko. Fei, I hope umesikia. Nimesikia. Na vitu hujakuja nayo, umekuja kufanya nini? Hujatuambia umekuja kufanya nini? Fei yako hapa nakusikiza. Nimekuja kwanza ku apologize. Then ni issue za vitu inaweza patikana nitamletea. Na utamletaje na Brayo haja agree ama alikwambia atakuja nazo? Muhimu tu ametusamea. Na samee Brian na wamtengeneza kwa sawa. Vitu zote tutamrudishia kila atahitaji. Mimi sina neno, nikirudishiwa vitu anaweza tengeneza tu kwa sawa, sina shida. Sasa yeye hajakuja na amesema amekuja kuomba msamaha. Takiomba msamaha kama sijapata vitu itasaidia. Lazima tu nipate vitu zangu. Ndio wakuwe sawa. Na hata Fei hizi kusaidia juu daktari ndiye alifanya hizo mambo. So kwa hiyo unajua muhimu kwanza ni msamaha. Kisha tusamea kata kubali tunaweza enda wote. Then achukue vitu zake zile anahitaji na vile zile alikuwa amechukua na kuzo. Mamrudishie. Sasa nitasamea nini? Mimi sina shida. Shida iko na daktari. Ukisharudisha vitu zangu, nitaambia daktari awatengeneze mko sawa, mrudi nyumbani. Vitu zangu tu nikipata zote hivi, kila kitu itaenda vizuri. Vitu zako zote ziko. Lakini so unajua mimi siwezi jua ni nini na nini. Cause mimi sikuwa ukiwa umekuja. Siwezi jua ni kitu gani kiko na ingine na gani haipo.
Lakini haina shida, daktari atasema tu kama ziko zote ama ziko zote. Daktari atajua, hata tukimpigia simu atasema ziko zote ama ziko zote. Kwa daktari atajua hiyo ina shida. Na mbona huja kuja na Brian na ulikuwa unafaa kuja na Brian ndio ende muhusika aombe msamaha? Brian ameogopa kuja, lakini sasa mimi amenituma nikuje niombe msamaha kwanza. Then mimi nitamrudishia report ajue venye itakuwa. Ona kaya na pia atakuja. Ni sawa. Acha tupigie daktari tuone vile atafanya. Tuone atafanya, kama atakuwa karibu atakuja. Ama kama atakuwa mbali pia itakuwa juu sio mbali na pali anakuwa. Penye tuko hapa ni karibu na yeye, sio mbali sana. Acha tumpigie tuone. Hamja agree. Fei, umesema huna shida? Bora rudishe vitu zako. Nikipata vitu zangu zote sina shida. Umesikia hapa, shida tu ni vitu za wenyewe. Nimesikia. Akirudisha na uamuzi ni wa daktari, akiamua kurudisha sawa ama akiamua hata mrudisha sawa, hapo ndo itakuwa shida. Maybe uamuzi ni wake. Lakini sasa kama vitu imesharudishwa, sinafaa arudishwe sawa. Lakini sasa uamuzi ni wa daktari. Uamuzi si wa Fei. Uamuzi ni wake daktari. Guys, acha nipigie daktari nisikie anasema aje. So umesema bra yako kwa nyumba, mna manage aje kwa nyumba? Yako hapo hivyo, kumwaga mate, sasa kulishwa, analishwa. Buni jaribu na hii namba ingine. Guys, hiyo ni mteja, acha nijaribu na hii namba ingine hapa. Guys, ndio hiyo inaingia, nampigia daktari. Hello? Hello. Yes, habari? Salama Meja. Uko poa? Ndio. Niko hapa. Ndio. Huyu kazini ya Brian nilipigia simu. Ndio. Akanieleza, akaniambia Brian ni mgonjwa kabisa, ameshindikana. Ndio. Na hata natoka mate kwa mdomo na shosho yake pia alipigwa na stroke side moja na kwa hospitali. Ndio. Sasa alikuwa naomba kama unaweza kuja kuambie ama kama unaweza msaidia warudishe sawa. Hata nawaona penye mko. Nilijua tu watakuja, maana niliwaona kwenye darubini. Nikajua tu watafika hapo. Ndio. Sasa unaweza kuja, si ndio? Ndio, si yuko mbali. Ndio. Sawa, acha sisi tukungoje juu wako hapa, ukuje umwambie mwenyewe, muongee, muelewane nyinyi wenyewe, muone mtasema aje. Ndio, nafika sasa hivi, maana nilikuwa nimewaona kitambo sana. Na nikajua tu mtanihitaji. Ndio. Sawa, acha sisi tukungoje, tumalize kitu ambacho tuko tunafanya, kisha wewe ukuje tuendelee. Ndio. Haya. Asante. Haya. So guys, daktari nimempigia, umesikia vile amesema, yuko njiani anakuja. Umesikia daktari vile amesema? Nasikia. Uko ready kukutana na yeye? Niko ready. Wewe uogopi? Siogopi. Uoni sister Brian aliogopa kukuja? Siogopi. Kwa sure? Siwezi ogopa. Nataka amsaidie ili apone. Ni sawa. Na uko na roho mzuri, walikufukuza kwake na bado umekuja. Gari urudisha? Gari nimrudishia. Lakini niliona tena kapatwa na matatizo yake kutoka na mate. Kabidi tena nimechukua tatizo yake kutoka na tatizo yake kufanya nini? Kutoka mate kwa mdomo. Ukaona tena umnyang'anye tena wajuezi. Nilijua sasa yeye akaenda kufa. Sasa nitakuwa nimekuja kumsaidia apone. Tuko 50-50 unajua. Kama daktari atakubali ama atakataa. Sasa unajua daktari akikataa hivyo mambo yake imeisha.
na gari itabidi nibaki tunayo. We ni sawa. Faye, I hope umesikia vile daktari amesema. Na amesema anakuja. Tungoje. Uko na haraka ama una haraka? Utangoja. Sina haraka. Nataka tukurudishiwa vitu. So guys, wacha sisi tungoje daktari, itabidi tumekata then tungoje daktari. Akikuja akisema bado tuwaonyeshe vile atakuwa ameongea na yeye, tutawaonyesha, na kama pia atakataa pia itakuwa ni sawa. Ni kitu mtafanya. Mu subscribe, mshare na mcomment. Nawapenda sana.